Mwenyekiti Lissu amefungua maombi ya ushauri mahakamani kwenye ile kesi iliyofunguliwa na wale wasaliti ambao awali walizuia shughuli za chama. Sasa zuio liliondoka, lakini kesi yao bado inaendelea. Wakati ule mwenyekiti Lissu aliomba kuongezwa kama Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, wakakataa. Sasa ameomba kuunganishwa kama mwenyekiti wa Chadema, na kesho tarehe 25 kwenda pamoja na mwingine kuunganishwa kwenye kesi ile. 4 juu ya kesi yake ya uhaini ambayo toka tarehe 24 mwezi wa pili ilikuwa haijapangiwa tarehe ya kuendelea kusikilizwa. Sasa kesi hiyo imepangiwa kuendelea katika mahakama ya rufaa tarehe 11 mwezi Juni mwaka huu. Mapambano yanaendelea mahakamani. Sasa rai yangu kwa jaji mkuu, bila kuingilia uhuru wa mahakama, pamoja na kuwa kesi imepangiwa tarehe mahakama ya rufaa 11 mwezi Juni, lakini wakifanya maamuzi pale mahakama ya rufaa juu ya maombi ya serikali, baada ya serikali kushindwa kwenye mahakama kuu, maamuzi yale ya mahakama ya rufaa yatapelekea kesi ile pengine kurejeshwa kuendelea mahakama kuu. Kwa hiyo itategemea tena ratiba ya kusikilizwa ya mahakama kuu. Sisi tunasema kwa sababu uhaini ndio kosa la juu zaidi katika Jamhuri ya Muungano, na mwenyekiti Lissu ameshakaa muda mrefu gerezani, pamoja na kupanga ratiba ya mahakama ya rufaa, mahakama ijiandae vile vile mahakama kuu kesi ikishuka isikilizwe kwa haraka, haki itendeke kwa haraka, kwa sababu sisi tunaamini Lissu sio mhaini. Tayari kwenye mahakama kuu mmeshaona ushahidi wa serikali ukipigwa chini ukiwa hauna msingi, hili jambo liishe mahakamani. Lakini pamoja na hii njia ya mahakama ambayo inasubiria mpaka ratiba za mahakama kusikilizwa mahakamani, uamuzi wa mahakama bila kuingilia uhuru wa mahakama, kuna njia nyepesi sana. Yaani hiyo hata wakitaka kesho kesi iondoke, inaondoka. Nayo ni DPP kupeleka hati mahakamani, inaitwa nolle prosequi, hati ya kutokuwa na nia ya kuendelea na kesi. Hati kama hiyo ilitumika, mtakumbuka mwaka 2021 aliyekuwa mwenyekiti wetu Mbowe alibambikiwa kesi ya ugaidi na Samia, akakaa miezi kadhaa gerezani. Baadaye DPP akapeleka nolle prosequi, hati ya kutoendelea na kesi ikafutwa. Kwa njia ya haraka sana, kwa sababu ishaonekana hii kesi haina maslahi ya taifa, hii kesi haina msingi wowote, Lissu sio mhaini. Njia ya haraka ni DPP, futa kesi ya Lissu. Sasa sisi viongozi tumesema tunataka kusikia na sauti zenu wananchi. Wale mnaosema DPP afuta kesi vidole vile juu. Sasa pamoja na vidole mseme kwa sauti, DPP futa kesi ya Lissu. 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 Na ukweli ni kwamba, shusha mkono kidogo, ukweli ni kwamba DPP anatumika tu. Hii kesi hii ni kesi ya Samia, kwa lazima na Samia naye tumfikishie salamu, sawa sawa. Kwa tunasema Samia futa kesi ya Lissu. Samia futa kesi ya Lissu. Samia futa kesi ya Lissu. Shukrani. Pili, nawaletea salamu za makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Yuko nje ya nchi, tumemtuma kwa jukumu maalum. Vita hii tunapambana ndani ya Tanzania, tunapambana vile vile kimataifa. Bahati nzuri
Kama ni timu ya mpira, sisi tuna kikosi kipana, tuna uwezo wa kupambana ndani, tuna uwezo wa kupambana nje mpaka kieleweke. Kwa hiyo mtamuona atarudi ndani ya hizi siku chache, mtamuona kwenye mikutano inayofuata. Lakini tulisema kwa namna yoyote mmoja wetu akiwa na dharura kusiwe na sababu ya ziara kusimama, kwa sababu nataka tuzunguke nchi nzima, mkoa kwa mkoa, kuiamsha nchi kwa ajili ya hatua zinazofuata. Ndugu zangu wa Dodoma, sasa huyu jamaa anasema kikosi kipana chama cha Simba, mwingine atasema cha Yanga, mwingine atasema cha Arsenal juzi kionekana kipana kweli, na mwingine atasema kingine. Lakini cha msingi hiki ni kikosi cha umma, na nitumie fursa hii kwa niaba ya kamati kuu kuwapa pole sana kwa mauaji ya tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuatia. Poleni sana. Sasa sisi viongozi tunazungumza, lakini mikutano yetu ni ya kusikia sauti zenu za ujumla na za mmoja mmoja pale inapowezekana. Kwa hili la mauaji hili, ningetamani hata wakati naendelea kuzungumza, kama kuna wananchi hata wawili tu ambao wana ujasiri wa kueleza kama walishuhudia mtu akiuawa au na taarifa za ndugu wa karibu kuuawa, unayetaka kuja hapa mbele. Wanaogopa kutekwa. Jana Peoples pale Arusha nilitoa nafasi, watu wawili wakawa na ujasiri wakaja bila kuogopa kutekwa. Jana wakati nafanya kikao cha ndani, kuna kijana mmoja mwana CCM anaitwa Sahiba, alishuhudia mauaji na jana akakata shauri kujiunga na Chadema. Kama Sahiba upo, uje usimulie kidogo tu kile ulichotusimulia jana. Kama upo njoo, lakini kama kuna mwingine anataka kuja aje, kama haogopi aje. Asiogopa aje, anayeogopa asubiri, anayeogopa kutekwa asubiri, kwa sababu sisi msimamo wetu Chadema tumesema hatuitambui ripoti ya tume ya Chande, hatuitambui tume ya Chande, hatutambui mchakato wote wa uchunguzi ambao watuhumiwa mauaji ndio wameunda tume ya kujichunguza wenyewe. Sisi msimamo wetu tunataka tume huru yenye kuhusisha wadau wa kimataifa na kitaifa. Hiyo ikija, watu watakwenda kuzungumza kwa uhuru bila hofu ya kutekwa, bila hofu ya kutishwa. Huo ndio msimamo wetu. Sasa tulipotoa msimamo huo, watawala wanasema haya mauaji yametokea ndani Tanzania, hakuna sababu ya kuita watu wa nje, tuacheni tuchunguze mambo yetu ya ndani wenyewe. Sisi tunawaambia hapana, hatuamini watuhumiwa wa mauaji kujichunguza wenyewe. Tumekuja kwenu wananchi kuuliza, wangapi mnaunga mkono kwamba jamii, vyombo vya kimataifa vije kuchunguza kwa uhuru mauaji ya Tanzania? Vyombo vya kimataifa vije, si ndio? 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 Vyombo vya kimataifa vije, sawa sawa. Shukrani.